Ni makao makuu ya kata ya Nyambureti yenye wakazi 14,000 kwa mujibu wa sensa ya taifa ya watu na makazi ya mwaka 2012. Wilaya hii inayoshikiliwa na jamii tatu. Kuna jamii za Wakuria, Wangoreme na Waikoma. Ndani ya jamii moja kubwa ya Waikoma unapata jamii nyingine ndogo ndogo zikiwemo za Wanata na Waisenya. Shughuli katika kijiji hiki cha Maburi ni kilimo na ufugaji. Makala haya yanaangazia ndoa zinazojulikana kama ndoa za makaburi na shuka. Hizi ni maarufu kwa jamii za Wakuria na Wangoreme. Ukiambiwa kuhusu ndoa katika jamii hizi na ukashangaa, watakushangaa wewe kwa kushangaa. Wambura Kicheta ni miongoni mwa mzee wa mira katika jamii hii. Akafariki dunia. Huyo jina lake linahifadhiwa. Anatafutiwa mji. Na huko ameshafariki. Anatafutiwa mji. Anaozwa mke. Mke anaambiwa wewe ni mke wa fulani aliyefariki. Kwa hiyo utakuwa mke wa fulani aliyefariki. Wewe sasa utatunzwa na jamaa wa kwao marehemu huyu. Ili kusudi marehemu yule jina lake liendelee kuwepo, kwamba eti na yeye ana familia, ana mji, ameshakuwa na mji. Ni mambo fulani imekuwa yakifanyika ya kumtawaza ili asiweze kuja kuolewa na mume mwingine yeyote. Hizi ni ndoa ambazo zinafanywa kwa wanawake pekee. Mwanamume yeye, kwa sababu yeye anaruhusiwa kuoa kuanzia mke mmoja na kuendelea. Sasa yeye hata mke wake akifa, hamna kitu cha kufanywa ili kusudi labda asije kaoa na mke mwingine. Phoebe Nyamangwa, mama wa watoto 4, ana uzoefu wa kipekee. Yeye ni kielelezo kwa kuwa anaishi katika ndoa ya shuka, siku nenda siku rudi, na uzoefu wake kwa miaka 3 sasa. Mimi sikuelewa kwamba ni nini kinachofuatia. Na mimi kuhusu mira sikujua kwamba labda itakuwaje. Nilipofika mimi ni kama vile nililazimishwa kwenda kutoa ile shuka. Kwa hiyo katika kutoa ile shuka, nilivyopewa ile shuka na wakanipa masharti kwamba ile shuka nisijifunike na mtu tofauti, iwe ni mimi tu, mimi kama mimi. Na ile shuka mpaka sasa bado ipo. Wakati dunia inashika tama na kuhoji juu ya zilizala ya dhana hii, wenyewe kwao ni maisha ya kawaida na yana sababu. Kwa sababu nilipopeleleza kwa uzaidi walionekana kwamba ina maana mimi nisipotoa ile shuka nitakuwa na uhuru wa kwenda sehemu nyingine kuolewa. Alafu ule mji unaobaki unabaki kama wenyewe. Kwa hiyo wanaona wanapofanya hivyo inabidi ukibaki pale ule mji utakuwa umewatengenezea wao. Pengine ndoa hii haishi tu kwa Phoebe, imebeba pia baadhi ya wanawake katika kijiji hiki. Wankuru Mwita, mama mwenye watoto 2, aliolewa mwaka 2016 na kuishi na mumewe kwa miezi 9 kabla ya mauti kumkuta. Maana alikuwa na wanawake 2. Kaniambia mimi nitoshuka, mimi bado mtoto mdogo, kuolewa mji ukuze, mambo mengi. Sasa wazazi kila mtu akasema toa, nikatoa. Hapa ikabidi kurithiwa na shemeji yake ambaye naye anaishi maisha yake. Kwa nini matanga tukakaa kikao, wakaniambia chagua mwanamume wa kuishi naye. Basi nikachagua shemeji yangu. Tukakaa naye mwaka mmoja. Mambo yake yalikuwa sio sawa. Akawa ananivuga. Shuka ni mbadala wa mume aliyefariki. Hizi ni shuka wanazoishi nazo pengine kwenye maisha yao yote. Upande mwingine wa ndoa ni ndoa za makaburi ambazo nazo zimetamaraki hapa. Bi Christina Mkuli ni mmoja wa wazee wa mira kijijini Maburi. Tunataka kujua ndoa hizi kwake zina maana gani katika jamii yake. Kuna familia ina vijana hata 3, 4 au wangapi mmoja kafariki hadi hao. Sasa itabidi yule kaka yake aliyebaki uko utakaa, familia itajipanga, watashauriana pale, watachagua kijana mmoja ataoa mwanamke kwa niaba ya yule marehemu. Sasa yule mwanamke akishamuoa atakaa naye, wakati anamuoa hata mwambia kwamba wewe sio mke wangu.
atamuoa yule mwanamke, atakuja pale akijua yeye yule ndio mume wake. Wataishi, watazaa watoto, watakuwa, lakini itafika hatua sasa yule atataka kuoa wa kwake, maana yule hakuwa wa kwake. Sasa hapo ndio siri itafichuka. Akishamleta yule wa kwake, atamtenga yule wa marehemu. Rosa Chacha aliolewa ndoa ya kaburi mwaka 2002. Sasa hivi inabidi ukae ukijua kwamba wewe ni mke na wako alifariki wewe. Ndipo ni mateso niliyopata, baba akaniokoa akanileta nyumbani, nikawa mtu mzima. Sasa nikawa kujitegemea mimi mwenyewe. Sasa kwa vile yuko gerezani, kama ni ng'ombe mnipe. Mama nikamuuliza binti wangu, "Je, utakubali kuolewa na sikia na mume wako yuko gerezani?" Ananiambia, "Baba, mimi nitakwenda." Basi tukakaa, kumbe ilikuwa ni gereza. Kumbe yule mwanaume alishia wapi gerezani. Huku Catherine Nyamhanga akiwa ni mmoja wa wahanga wa ndoa hii ya makaburi. Tulivyokuwa tukiishi ni tofauti. Baadaye tukienda kusenya, ilikuwa ni kujua. Watoto wananiambia, "Wewe sio mke wa mjomba wetu, mume wako alishakufa." Nikitaka kuuliza naogopa nitapigwa kwa sababu ni mila na desturi. Nikakaa hivyo, tukaja kwenda akanipa ujauzito wa huyo mtoto niliye naye. Kuja kuona nina ujauzito ndo akanitamkia, "Wewe sio mke wangu, ni mke wa kaka yangu. Mume wako alishakufa. Maana kwamba wewe ni mke wa hilo kaburi lililoko hapo." Changamoto wanazokutana nazo bado ni mtihani mkubwa katika maisha yao ya kila siku. Lakini ni wanawake wanaojitegemea katika maisha yao. Ingekuwa inawezekana ningeolewa. Maana maisha ya kukaa kila kitu kinakutegemea wewe sio vizuri. Mwanamke aiko huru. Na maisha kwamba unapata changamoto nyingi za maisha, inabidi uzikabili wewe kama wewe. Moja nilizi kama baba yuko wapi, nikamwambia baba amekufa akalia. Ikabidi ninyamaze. Baadaye alivyoniuliza, kaambia baba yako yuko mjini. Kutokana na kuwepo kwa ndoa hizi, tuliamua kumtafuta mwanasheria. Wakili Veronica Lukanda ni mwanasheria wa halmashauri ya wilaya ya Serengeti. Kama huyu mtu wa sheria ya ndoa ambayo ni sura ya 29 toleo la mwaka 2019 na ya mwaka 1971. Tukiangalia katika fungu la 9 tunasema ndoa ni muunganiko kati ya watu wawili wa jinsia tofauti ambao lengo lake ni wahudumu, na ndoa hiyo maana yake inawafaa watu ambao kuna vigezo ambavyo vinatakiwa kuwepo pale ili iwe ni nini, ni ndoa. Na vigezo vikubwa ni ridhaa. Baada ya ridhaa tuna umri huo tuna kitu kinaitwa nini, uhalali wa ndoa. Kwa vyote hivyo ikiwepo hapo vinaonyesha kwamba ile ndoa imefungwa kihalali. Je, kuna sheria ya kurithi? Hatuna kifungu ambacho kinamruhusu mtu kurithiwa na mtu mwingine baada ya mwenzake kufariki. Maana yake kuna utaratibu tu ule wa kawaida kwa mujibu wa sheria ambao ni wa kufuata sheria za mirathi, kwamba baada ya mwenza kufariki kwa mujibu wa sheria ambazo waliziishi, kama ni za mila, kama ni za serikali, na mila hizo tunazungumza pia katika masuala ya Kiislamu, ambapo imeelekezwa kisheria ni namna gani mke pamoja na watoto wanaweza kurithi. Lakini mtu binadamu mwingine kumrithi mwingine, hiyo kisheria haipo. Maria Mchala ni afisa ustawi wa jamii katika halmashauri ya wilaya ya Serengeti. Hizi ndoa zimekuwa zikitusumbua ofisini au zikitupa changamoto pale ambapo mama anakuja sasa kuhitaji kwamba mimi nionyeshe mume wangu halali na nahitaji watoto watunzwe, kwa sababu watoto sasa wanahitaji kupata huduma ya elimu, afya na vitu kama hivyo. Kwa hiyo sasa sisi pia ofisi tunakutana hiyo changamoto. Ni nani anayewajibika moja kwa moja? Grace Kicheta ni katibu wa kituo cha taarifa na maarifa kwa lengo la kuelimisha jamii juu ya masuala ya ukatili wa kijinsia. Sasa tunaanza kuielimisha jamii kwamba kwa nini itokee na ni kwa nini na sisi pia tunakubali hili litokee, kwa sababu sasa hivi hali imebadilika. Zile mila za zamani zile tuziache,
tufuate mambo ya utandawazi sasa hivi. Kwa hiyo tunaona baadhi ya watu wanatuelewa. Mahari inaishi katika maisha ya baadhi ya wanawake hawa ambao pamoja na kuondokewa na waume zao bado vifungo vya ndoa vimewafunga. Yeye kama mjane hana uhuru tena wa kuolewa. Na kwa nini hana uhuru tena wa kuolewa? Inadaiwa kwamba ile mahari aliyolipa mume wake, kwa sababu kwa jamii ya huku kigezo cha mtu kuoa sio upendo, ni mahari. Kwa maana kwamba uwezo wako wa kuwa na mahari ndio uwezo wako wa kuoa. Kwa maana kwamba ile mahari ambayo ilitumika kumwoa yule mama, kwa sababu mwanaume yeyote hana uwezo wa kuirudisha kwa mume, kwa sababu yule mume hayuko tena, ameshafariki, kwa hiyo hawezi kuolewa. Tu kwenye hii jamii yetu hii ya Serengeti ni kwamba kama mila inavyosema, kama ulitoa mali, watoto wanaoletwa ni wa kwako. Lakini pia tunawanyima wale watoto haki zao za kupata wale baba zao halisi. Lakini pia kupata huduma za kimsingi katika maisha yao. Nikawaelezea mimi nimeshagundua kwamba niliona na kaburi, mtanisaidia nini? Wakasema kwamba sisi tushapokea mali, kwa hiyo cha kukusaidia hatuna. Kikubwa ambacho kinamfunga huyu mwanamke, maana ukishapeleka mahali, sasa hii mahali si ndio imekukutanisha wewe na ile familia. Sasa mnapokuja labda katika swala la kushindwana labda na yule mwanaume, au ndio hivyo labda mwanaume amekufa, inategemea sasa wakati zile mahali zimepelekwa kwenye familia yako, pengine ilikuwa ni familia ambayo ilikuwa yani haina uwezo. Wakati zile ng'ombe zimefika, labda hizo zikauzwa, zikajenga nyumba, hizo ndizo zinatumika kulima mashamba. Mila na desturi zilizopitwa na wakati zitaendelea kuwa changamoto hadi lini? Ni vema kutafuta majibu.